Enyi ndugu Waislamu, nichukue nafasi hii kukuhusieni nami pia kuhusia nafsi yangu kumwogopa Allah na kufuata mwendo na kutekeleza sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka, alhamdulillah, tumeingiwa na mwaka mpya wa Kiislamu 1448. Lazilna ahya. Hii ni neema kubwa. Bila kupeleka application yoyote kwa Allah, bila kupeleka maombi, tumejikuta tunapumua. Isimpitikia hata mmoja wetu akaona ni uhodari wake kubaki, ni matakwa yake, ajue hii ni taufiki yake Allah. Na ukishajua hii ni taufiki yake, ni wajibu kumshukuru, na ukimshukuru naye atakuongezea, na binadamu ana sifa ya kupenda kuongezewa. Ni vizuri misikitini mwetu sasa tufanye dua kuwakumbuka wazee, kuadhimisha mwaka mpya wa Kiislamu. Ni vizuri tusherekee tutakavyoweza, tuadhimishe tutakavyoweza, ili kuweka historia katika vizazi vyetu kwamba na sisi tuna kalenda yetu ya Uislamu. Lakini pamoja na yote, walinakhudhahu ibra, tuchukue mazingatio, tusiishi hivi hivi. Muislamu anaishi kwa hesabu, na mnajua maisha ya dunia ni mahesabu. Muislamu inatakiwa leo yake iwe bora kuliko jana yake, na kesho yake iwe bora kuliko leo yake. Lakini ole wake yule ambaye jana yake imekuwa bora kuliko leo yake, na kesho yake ikawa bora kuliko leo yake. Sayyidina Zainul Abidin, mjukuu wa Sayyidina Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhum, anasema al-mautu khairullah. Mtu wa sampulio kufa kwake ni bora. Wallahi, kuna watu wakifa ni bora kwao, so kila siku wanaharibu tu, baada ya kupanda katika kheri wanaharibu. Mwaka uliopita, angalia ulikuwa nani katika society, angalia ulikuwaje katika jamii, angalia madeni yalokusonga. Tahawal. Mwaka huu jaribu kubadilisha gia. Insha Allah, kaifa nastaqbil as-sana al-jadida, vipi tutaupokea mwaka huu mpya? Mwaka huu nitaupokea kwa kuhifadhi Qur'an. Mwaka uliopita nilizembea, mwaka huu nitaupokea kwa kufanya kazi kwa bidii. Mwaka huu nitahakikisha nalipa madeni ya watu. Mwaka huu nahakikisha naacha dhambi jumla na tubu, kwa sababu kuja kwa mwaka mpya wallahi ni alama tunazidi kuelekea kaburini. Mwenye adabu anasema, fa idha dhahaba yawmun qad dhahaba ba'duka ya ibn adam innaka anta min ayamin. Wewe binadamu si chochote, wewe ni masiku. Fa idha dhahaba yawmun adhahaba ba'duka, ikipita siku sehemu yako imeondoka. Hivi sasa mimi na miaka 39. Miaka hii kipindi nilivyokuwa na miaka 5 10 nilikuwa mbali na kaburini. Hivi sasa ya reiti shimo langu lingechimbwa liko pale, ningeona nazidi kulisogelea. Sio mimi tu, na wewe na yule. Kwa hiyo siku zinaondoka, siku zinakwisha, mwaka mpya wanasema na mambo mapya. Leo cha kujifunza katika mwaka mpya si mwaka mpya, basi tuongee mageni, sio mapya. Mapya yote yashakwisha. Tuzungumzie mwaka mpya na upendo, tuzungumzie mwaka mpya na mahaba na mapenzi.
Mapenzi ni jambo kubwa, na mapenzi yana majina mengi sana ndani ya Qur'an al-Karim. Kupendana Waislamu ni jambo la wajibu. Mapenzi yakiwepo sehemu, kwanza riziki zinafunguka, ujamaa unazidi. Ndio maana hata Allah subhanahu wa ta'ala anasema fala tanaza'tum, msiwe mnagombana gombana, msibishane bishane, msivutane vutane, kwa sababu mkibishana bishana, mkigombana gombana, cha kwanza mtawekeana vifundo, alafu nyoyo zenu zitakufa, na zikifa nyoyo zenu, ile nguvu yenu ya pamoja itaondoka. Tumehamasishwa sadaka hapa, lakini mhamasishaji kazungumza jambo la kweli, lakini kama unachuki naye, hata kama kasema la kweli, huwezi ukatasadaka. Kama huna mapenzi na viongozi wa msikiti huu na waumini wa hapa, huwezi kutasadaka. Na kuna baadhi ya watu, wa anna almasajida lillah, hii misikiti yote ni nyumba zake Allah, lakini msimamo wake, mambo ya msikiti huu si mambo yake, ana firqa yake, ana kundi lake, pengine anasalia kule Morogoro, pengine ni minhaji ya Ansari Sunnati Muhammadia. Sasa leo amesali kwamba wakati umempita, lakini pengine kwa jambo hilo tu, ile kukatana, asichangie watu wenyewe wa bid'a tu, bora sadaka yangu nikaichangie kule Morogoro, msikiti upate kuendelea. Ikhtilafiana kupo, na ikhtilafu ziko kote duniani. As-sahaba takhtalafu, hata masahaba wakubwa wamekhtilafiana, lakini sisi wa Tanzania hatuna ikhtilafu. Sisi tuna chuki, sisi tuna magomvi. So ikhtilafu gani hizi? Zinatuondoshia mapenzi baina yetu, zinatuondoshia upendo baina yetu. Kwa hiyo leo tutakachokizungumza, shauri ya mwaka mpya, tunataka tuoteshe mbegu ya upendo. Upendo hauji hivi hivi. Upendo una cost, upendo una gharama kubwa sana, na upendo unapandwa kama mnavyoona mbegu. Waarabu wanasema Israel hubbu tahsudul hubbu, hebu panda mapenzi utavuna mapenzi. Na wale watawalaji wa nyoyo wanasema, hata ukitaka kumtawala mtu, usimtawale kiwiliwili chake, usimtawale mkeo, mwili wake mtagombana na hutopata unachokitaka kwake. Hebu mtawale moyo. Umetawala nyoyo za Waislamu wenzio, umetawala nyoyo za watu unaowalingania, umemtawala moyo wa mkeo, au ndo mabavu. Kutawala moyo kuna gharama kubwa. Upendo ni gharama, upendo una cost, na upendo ukishamea habari zake kubwa. Na upendo ni ishara ya Allah, kwa sababu Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu na yeye anayatafuta mapenzi. Anasema man yartadda an dini, atakayertad akaacha dini kwa kasumba zake, Mwenyezi Mungu ataleta biqaumin, fasayati Allahu, Mungu ataleta watu wapya. Na wao wakija, si kwa ajili ya kuswali, si kwa ajili ya kwenda Maka kuhiji, si kwa ajili ya kuchangia sadaka hapa. Ishu yao moja, yuhibbuna, kazi yao ni kumpenda Allah, na yeye Allah awapende. Mapenzi, masahaba walikuwa wanatafuta sana mapenzi kwa Mtume Muhammad. Katika Ghazwat al-Muraisi, vita ya mabendeji, mmoja kati ya sahaba aliingia katikati ya safu za maadui. Alifanya kazi kubwa mpaka ikaja futha, sababu yake ushindi mkubwa ukapatikana. Mtume anamtizama mwanaume anachokifanya, na furaha ya Mtume ili umguse sarira, ule ukereketwa wake,
ufanye jambo la dini, lazima akupe kongere zako, lazima akusogelee, lazima akupambe. Yule bwana alivyoona amefanya shughuli ile, kaua maadui wengi, akajua leo nimeuchota moyo wa Mtume Muhammad. Akaja mbele za Mtume akamwambia, ya Rasulullah, man ahabba an-nasu ilaika. Akinyanyua panga lake lile kumkumbusha, leo nimefanya jambo kubwa, hebu sema mwenyewe watu wasikie, wewe unampenda nani katika watu? Anauliza sali, anajua ataambia wewe bwana, si unaona mambo yako. Man ahabba an-nasu ilaika, wewe unampenda nani? Tueleze. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Aisha, mimi ninayempenda mapenzi ya mke wangu Aisha, kwake nimekufa nimeoza. Asema, mimi sizungumzi mambo ya wanawake bwana, hapa tuko wanaume. Angalia upendo, Mtume hakuwa na kificho, nampenda mke wangu. Na hili si tu ni sunna kusema nampenda mke wangu, nampenda mke wangu mimi Aisha. Asema, katika wanaume mwingine nani? Anajua taambiwa yeye, asema abuha Aisha. Basi kama ni wanaume, mimi nampenda baba yake Aisha, Abu Bakar as-Siddiq. Yule bwana akaona hapa nafasi tena hamna. Kuna mambo ameyafanya huyu Abu Bakar, akauchota moyo wa Mtume Muhammad, mapenzi, na kila mmoja alikuwa anapenya apendwe tu na Mtume. Siku Mtume sallallahu alaihi wasallam anasali sala ya Eid, ashakuwa mtu mzima kidogo, na sala ya Eid ilikuwa ni uwanjani. Akatafuta pa kuegemea, hamna. Akamfuata mtu mmoja, rajulun habashi, mtu mweusi, asili yake Ethiopia, anaitwa Bilal bin Rabah. Sogea Bilal, akamwegemea. Masahaba wanaona wivu, wapenda nao mapenzi hayo, na walipikwa hivyo. Ilikuwa sahaba njiani akikutana na sahaba mwenzie, ile furaha yake mpaka anasahau ndugu zake wa nyumbani, anajua ndugu yangu. Na leo ukiona watu wanatembeleana na kupendana kwa mjuano, ni katika ishara za kiyama. Mwaka mpya na mambo mapya, tufanye nini ili tupendane? Upendo duniani kote una makundi manne. Kundi la kwanza linaitwa romantic love, na kundi hili lilianzia jinani, peponi. Romantic love ni upendo wa kimahusiano kati ya mwanamke na mwanaume. Hapa katikati kuna mapenzi, na mapenzi haya alianza Sayyidina Adam kumpenda Ummina Hawa al-bashar. Sayyidina Adam alayhi salam alipendana kweli kweli na mkewe Sayyida Hawa. Waliishi peponi kwa kupendana sana, hata walipokuja duniani walishikana, walipendana. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin. Miongoni mwa alama za Allah ni sisi kuumbiwa wao ili tupate utulivu, lakini kati ya sisi wawili akatuwekea mapenzi ya sampuli mbili, huruma ya kweli na mapenzi ya kweli, kuchumana nyoyo. Ndio maana ukidaiwa talaka unachanganikiwa sana. Inawezekana mtu kama mie leo hutuba ikanishinda, kwa sababu pengine wife ataka kusema niende nyumbani. Aklia huwezi kudharau, si kitu rahisi. Kwa hiyo mapenzi ya kwanza ni romantic love. Hayo ndio yanachukua namba moja. Kuna zaidi ya watoto ndo hayo sasa. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa, kwanza mwanzo
kisha walbanin walqanatir na kuendelea. Mapenzi ya pili yanaitwa family love, ni mapenzi ya watoto. Unaweza ukagombana na mtu, shauri umemgusa mtoto wake. Shuleni kule mwalimu anaweza akamwadhibu mtoto wako ukashindwa kustahimilia, ukaenda kumvamia mwalimu yule, na hayo ndio maisha. Na ikipatikana tofauti ni tatizo, linazalisha uadui. Yaani mapenzi sehemu yakiondoka tu ni shida. Kuna baadhi ya familia zimevamiwa, hazina mapenzi. Baba anagombana na watoto wake, baba hawapendi watoto wake, baba hawapendi watoto wa mke huyu, mama anagombana na watoto wake mpaka wanafikishana mahakamani. Hapa upendo umekosekana. Kwa hiyo upendo namba 2 ni family love, ni upendo wa kifamilia. Lakini upendo wa 3 ni friends love, ni upendo wa marafiki, ni upendo wa kishabiki. Mtu unaweza ukamkuta akatoka Mbeya akasafiri usiku hata na maroli, anakuja Dar es Salaam kwa sababu kuna timu ya marafiki yake wanacheza. Ni mpenzi wa Simba, imemshughulisha. Ataacha kazi, ataacha kulima, ataacha ofisi, lazima aje, atenda uwanja wa Taifa hata kama watakesha mpaka usiku. Huu ni upenzi. Mapenzi hayaepukiki. Wewe tafuta tu njia sahihi, unapenda vipi. Ndio maana tukaambiwa ili tusalimike lazima tumfuate Mtume maeneo 3. Fi suratihi, ule muonekano wake, alivaaje, alikuwaje, alitembeaje. Siratihi, mwendo wake. Sariratihi, ukereketo wake. Lazima utengeneze mapenzi mapema. Na leo mapenzi kama vitu kama mipira hatujiwezi. Wallahi siku za mipira watu msikitini huwaoni upenzi ule. Na mtu anaweza akatoa pesa nyingi kufadhili mpira hata kama kuna pombe ndani. Mapenzi. Kwa hiyo mapenzi namba 3 ni mapenzi ya marafiki. Mtu anaweza akampenda rafiki yake mpaka akaharibikiwa. Ndio maana wale wataalamu wanasema, na kabla ya wataalamu tumekashaona, asema adinul mar'i li sahibihi, dini ya mtu ipo kwa rafiki yake. Kila mmoja atizame nani amfanye rafiki. Hivi sasa kuna baadhi ya marafiki ukiwa nao tu hata uonekane una akili timamu, utaonekana umerukwa na akili. Angalia rafiki yako ni nani. Kama uko na mwizi na wewe utakuja kuiba, tafuta rafiki aliosimama sawa sawa. Lakini upendo wa mwisho, upendo wa 4, na huu ndo upendo mkubwa. Huu ni upendo wa Allah. Ni upendo wa Allah dhidi ya viumbe wake. Huu upendo wa aina 3 niloutaja una viwango, una limit. Lakini pia mara nyingine una masharti. Mtu atakwambia nitakupenda ukifanya hivi, usipofanya hivi siwezi kukupenda. Una masharti na una tabu, na sometime unakatika. Mnapendana na mkeo, mapenzi makubwa, ghafla tu talaka inatuka, hakuna sababu. Anakuchanganya, unalia miezi 2 mitatu, ushasahau. Upendo huu unapancha, una shida, una vurugu. Lakini wallahi kuna upendo wa Mwenyezi Mungu Jalla Jalal dhidi ya waja wake. Jamani, upendo wa Mungu muhisi, muone. Huu hauna masharti. Mwenyezi Mungu alikupenda wewe kipindi unazini guest house, unafanya liwati guest house, tena na mke wa mtu, bado Allah yuwakupenda. Mpaka leo umetubia wewe, umekuwa msalihina, bado Mwenyezi Mungu anaendelea kukupenda. Kuna watu walikuwa walevi kweli kweli, wacheza kamari kweli kweli, washirikina, bado Mwenyezi Mungu aliendelea kuwapenda. Na hivi sasa wamerudi kwake, bado ameendelea kuwashika, anawapenda. Kuna watu waovu na waovu, Mwenyezi Mungu aliwapenda,
mpaka hivi sasa wamerudi, anawapenda, na wengine bado hawajarudi, bado Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu anawapenda. Mtizame Allah mpaka anadiriki kusema nimeleta dini hii, ishini ndani ya dini, lakini mkiacha dini nitatafuta watu wengine wataingia, watanipenda na mimi nitaendelea kuwapenda. Mwenyezi Mungu anapenda sana waja wake, anampenda mja mmoja mmoja. Kwa Mwenyezi Mungu hakuna tajiri wala maskini, mwenye elimu wala mjinga, wote ni wake. Siku moja malaika walimwambia Allah, hawa binadamu wanavyokuwa asi, si waue? Akasema, ya reti mngewaumba nyinyi msingesema hivi. Na kuna ishara nyingi sana za mapenzi yanayomiminika kwa Allah kwa waja wake. Anatupenda na anatuvumilia. Ungepewa macho ya ghaibu, ungenyanyuliwa mpaka juu tu, alafu majumba ya watu yote ukaoneshwa, uchungulie yanayofanyika hasa usiku, wewe ungekuwa mtoa adhabu, ungesema ya Rabbi, maliza watu wote, hamna hata mtu mmoja aliyokuwa salama. Lakini Mwenyezi Mungu anavumilia na anapenda na anawapa riziki zao, anawaruzuku. Wamepita wenye jeuri kubwa na Mungu anazidi kuwaneemesha. Sasa Mwenyezi Mungu ana nyumba zake jamanini, na nyumba zake ni hii misikiti hii, na hii misikiti ndani yake mna aulia Allah, vipenzi vyake Allah. Sasa nyinyi watu wa Mungu, muigeni Mola wenu, yeye anakupendeni. Kwa nini nyinyi wafuasi wake hamumpendi, hamupendani baina yenu? Misikiti leo imekuwa inahubiri chuki. Misikiti leo baadhi inaleta bugdha, hakuna upendo baina ya Waislamu. Yani Waislamu wa zamani ukiwalinganisha na sasa hivi ni different ma baina samai wal ardhi. Msikitini leo unaweza ukafa njaa, watu hawapandani kabisa. Utashangaa kuna watu wengine katika society, mchekeshaji tu, comedian tu, ana uwezo wa kufanya mambo akachota nyoyo za watu. Mtu mjinga tu akipita hapo, anapita na kundi la watu, si kwamba watu wanapenda upuzi, hapana. Amejua kutawala watu nyoyo zao, amewaarifisha, amewagusa. Sasa unakuta wale watu wanampenda. Unakuta leo mkiwa na mambo yenu ya kidini, sijui mashindano ya Qur'ani, mnawatafuta wale japokuwa hawana maadili, kwa sababu mkiwapata mtapata watu wamejua kuonesha mapenzi kwa watu. Hawa wasanii wanaoimba nyimbo hawa wanasema maneno gani mpaka wanapendwa na maelfu ya watu? Wana maneno wanayatonesha katika nyoyo, wamezilenga nyoyo za watu, na zile nyoyo zile zimewapenda, zimewaelekea. Hawa watu sisi kama mashehe, kama wazungumzaji, tumeshindwa vipi kuchota nyoyo za hawa watu? Si kweli kwamba anayeongea haki hapendwi. Mtume alikuwa anapendwa kuliko mtu yoyote katika dunia, na alikuwa halegezi mambo. Sayyidina Thauban alijificha sehemu kalia, Mtume akamwambia, ma yubikika ya fata, unalia nini? Asema, anta habu ilayya min nafsi, anta habu ilayya min mali, anta habu ilayya min ahli, anta habu ilayya min kulli shay. Mimi nakupenda kuliko chochote, nalia tunakupenda ya Rasulullah. Alipendwa, alijua kucheza na nyoyo za watu. Ndio mmoja anasema, wala si hofi maadui wa Kiislamu pengine watauvuruga Uislamu, ila ninachohofia mimi duatul muslimina, pengine wale walinganizi wa Kiislamu kupitia maneno yao wanaweza wakatoa watu katika dini. Maneno yamekuwa makali bila sababu, kashfa zimekuwa kali, ni maneno si ya kujengana, ya kuvunjana kabisa. Kumbe ulimi unaweza ukatengeneza mapenzi na mkeo ukimjulia na ulimi tu yale maneno akakupenda, asipende mwingine. Kumbe hata Waislamu wenzio ndani ya Tanzania na nje unaweza ukawavuta na ukawaelekeza katika kheri, usulubi. Tengenezeni mapenzi.
Mapenzi ni jambo kubwa. Yakiwepo sehemu mapenzi, umoja wenu utakuwa mkubwa. Kama mnakumbuka miaka ya zamani, mfano tumekuja kuswali Eid al-Fitr, basi wallahi unamkuta mtu mmoja ashaweka oda ya Waislamu 20 anaenda kunywa chai nao kwake. Bwana mzee fulani, tutakutana kwa mzee fulani inshallah. Kila mtu anaidi, lakini yale mapenzi. Kachukua maimamu wote Ijumaa kama ya leo, bwana kwa mzee fulani leo tukutane, mwaliko. Mtu analaumu, nimekualika Ijumaa ile hujaja, basi hii mapenzi. Lakini sasa hivi sio hivyo. Watu akishakuja kwenye Idi ile, anasogeza gari yake, anauliza haraka, dada kashaingia ndani ya gari, mtoto haya muiteni babu yenu waingie, ingieni haraka. Familia tu, sio watu wengine. Na akitokea mtu mwingine, naam Sheikh Uthman, ndio mnaenda nyumbani, ndio Sheikh, taonana Ijumaa ijayo. Alimradi asije akaingia si katika sisi, mapenzi yameondoka. Na ukweli wa mambo, tunakutana huko msikitini, wengine tukikutana kule nje, hata kama mtu anapita na gari, hata salamu hakuna, hatusaidiani. Tumechoka, tuna njaa, na kuna watu tunasali nao zaidi ya Baresa msikitini. Kuna watu wana miradi Omani, kuna watu wana miradi Dubai, wanasafiri kama nini, hatubebani. Ndio maana leo bwana, ukubali tu, kama umeutafuta ushehe, wewe utakaue shehe, atakulipa Mungu, lakini utakufa maskini mpaka mwisho. Hakuna kubebana, hakuna kupeana zaka, hakuna kusaidiana. Inawezekana hapa tuliposwali leo kuna mtu mmoja ni bilionea, ana majumba kuliko maelezo Dar es Salaam hii, lakini kwa sababu hakuna mapenzi, hizo pesa zake anaweza akaenda kula nje Mkristo. Mapenzi yamepotea Waislamu, hatuna mapenzi. Ndiyo maana sisi tunaoswali tuko radhi kuibiana hata viatu. Aliokuja ni maskini, viatu vyenyewe kanunua juzi kwa mkopo, anaondoka peko. Tuko radhi kuibiana simu. Ukijua hatupendani, pale chooni inawezekana kuna mzee kabano na mkojo, tena unampa mgongo, hapishwi. Hakuna mapenzi. Zamani pita, ingia wewe, mapenzi yameondoka. Sasa hivi sasa mwaka mpya umeingia, kila mmoja ajitahidi. Inshallah kila alonzunguka mtajitahidi kumuonesha upendo. Ukipenda watu, Allah atatia saini, utapendwa na kila mtu, utapendwa mpaka na maadui zako. Na ukipendwa ndio umetoka, ndugu yangu Muislamu. Utaitwa kila sehemu, utaitwa hata pale ambapo hujapafikiria. Tengeneza mapenzi. Anza kwanza na mkeo, anza tena na wazazi wako, anza tena na familia yako, anza tena na mtalaka wako, anza tena na maadui zako, alafu pendana na Waislamu wenzio. Anza kuwapenda viongozi wa dini. Kwa vile unavyoweza, shirikiana na wao. Penda nini Waislamu. Umo gereji, kuna wengine ndo wameanza leo gereji, hana hata hela. Mimi hapa Shauri Moyo nishakaa ufundi miaka kama 3. Mwaka wa kwanza mimi najifunza ufundi, sijawahi kula mchana mwaka mzima. Hiyo hela nitaipata wapi? Jua kali, Shauri Moyo pana kajua kweli. Lakini Waislamu hapo sijamuona hata mmoja siku akamwambia wewe dogo, kachukue chakula pale kwa mantilie. Ukimwona Muislamu mwenzio usimuache. Unamwona kijana mdogo anamenyeka, ana sijida kabisa, huyu ni Muislamu, na wewe ushatoka, wala huna hata mpango naye. Kila mmoja afe kivyake. Tutengeneze mapenzi baina yetu. Na vile vile michango iliyotajwa leo tuiendeleze inshallah taala, na tunamwomba Allah atupe taufiki mwaka huu tuushuhudie, na mwaka mwingine ujao tuushuhudie, na tupate mabadiliko inshallah taala. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد
وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. عباد الله اتقوا الله من سبأ اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه ونفسه وثنى بملائكته المسبحات وقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبي الرحمة وشافع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه، وعلى آله ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم ذي الأصل الأريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، ولا جامع القرآن استحية منهم الملائكة الرحمن مهي الليالي بتلاوة الكتاب أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله غالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما الزهراء البتول، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس، وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة: طلحة الفياس والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي شاكر وأبي عبيدة الزاهد الزاهر، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر جيوش المسلمين، ونكس أعداءك أعداء الدين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم